akawapatia huo mpango wa kuzaana. Hiyo inatufundisha ya kwamba hata kabla ya dhambi Mungu alikuwa amepatia wazazi wetu wa kwanza wazaane. Kwa hivyo baada ya kumuumbia mke mmoja, hivyo ndivyo mambo ya Mungu yanastahili kuwa. Basi sasa tunataka kuingia katika kitabu cha unabii ambacho tumekuwa tukichunguza sana, kitabu cha Danieli. Tumekuwa tukichunguza sana kitabu ya Danieli 7, na wale ambao tumekuwa na wao tumeona ya kwamba picha hizi zimekuwa katika Biblia na zina mafundisho mengi sana. Maana tulisema unabii huu ni injili ya Yesu kwa njia ya mifano. Hii ni injili ya Yesu kwa njia ya mifano. Kwa hivyo nataka tuombe na tuingie katika picha hizi ambazo zitaendelea kutufundisha makubwa sana. Najua tulianza huko, tunakuja tu polepole. Ndio maana hatuna haraka, tuko hapa wiki mbili, tuendelee kujifunza mambo haya. Hebu na tuweze kuomba. Baba wetu na Mungu wetu ishie mbinguni, tuna wingi wa shukrani kwa sababu umekuwa mwema kwetu kila wakati. Umetulinda katika siku ya leo na imekupendeza tuendelee kuwa mkutano jioni, tuendelee kusikia kutoka kwa watumishi wako. Tunashukuru kwa vipindi ambavyo vimeisha, ambazo umetumia watumishi wako ambao wametoka jukwaani. Tunapoenda kuingia katika kipindi cha kutamatisha, twaomba Roho wako Mtakatifu akaweze kunitumia tu kama chombo, ukaweze kutakasa kusanyiko na neno lako, ukaweze kutupatia pia usikifu mwema. Shikilia vyombo hizi kwa ajili ya utumishi, ukianza pamoja nasi na umalize nasi. Jeshi lako la mbinguni likaweze kutulinda salama, na ni katika jina la Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Danieli 7. Tunaanza tu Danieli 7. Danieli 7 mstari wa kwanza mpaka mstari wake ni wa 8. Wacha tuanze hapo, maana nataka kuingia sasa picha hii. Biblia inasema hivi: katika mwaka wa kwanza wa Belshaza. Katika mwaka wa kwanza wa Belshaza. Belshaza alikuwa ni mfalme, alikuwa anatawala ufalme huu wa kwanza. Katika mwaka wa kwanza wa mfalme Belshaza, mfalme wa Babeli. Mfalme wa Babeli. Danieli aliona ndoto. Danieli ni mtumishi wa Mungu, ndiye aliona ndoto hizi ambazo tunaenda kuchunguza hapa. Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Endelea. Basi akaiandika ndoto. Na ndio maana tumekuwa hapa tukisoma maneno haya. Akatoa habari ya jumla ya mambo haya. Danieli akasema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku. Tazama, hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Nikawaambia jambo la kwanza katika maono ya Danieli, alionyeshwa bahari iliyokuwa kubwa sana. Na alipoonyeshwa bahari kubwa sana, ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka katika bahari. Na katika hiyo bahari alipoonyeshwa, Biblia ikasema bahari ilivuma, upepo ulivuma juu ya hiyo bahari. Na upepo ulipovuma, kukatokea wanyama wakubwa 4, wote wa namna mbalimbali. Wote walikuwa tofauti, kila mmoja alikuwa tofauti na mwenziwe. Wa kwanza alikuwa kama simba. Naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakafutuka manyoya. Akainuliwa katika nchi. Akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu. Naye akapewa moyo wa kibinadamu. Na tazama, mnyama mwingine wa pili. Alipokuwa akishangaa na hayo, akaona mnyama mwingine wa pili kama dubu. Alikuwa kama dubu. Dubu ni mnyama ambaye anapatikana South Africa. Pia anapatikana Marekani ya Kusini. Anapatikana huko huyu mnyama ambaye anaitwa ndubu. Nikaona mnyama mwingine wa pili kama ndubu. Aliinuliwa upande mmoja. Mifupa 3 ya mbavu ilikuwa kinywani mwake. Na alikuwa na mifupa 3 ya mbavu katika kinywa chake. Katika meno yake. Wakamwambia, Danieli akasikia mnyama huyu akiambiwa hivi,
Akaambiwa hivi mnyama huyo hivi, inuka ule nyama tele. Inuka ule nyama tele. Danieli akashangaa. Endelea. Kisha nikatazama na kumbe mnyama mwingine kama chui. Naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa manne. Kama ya ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne. 1, 2, 3, 4. Mnyama alikuwa na vichwa vinne. Akapewa mamlaka ya kutawala. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku. Natazama mnyama wa nne mwenye kutisha, mwenye nguvu, alikuwa na nguvu nyingi, mwenye uwezo mwingi, alikuwa na uwezo mwingi. Alikuwa na meno ya chuma, makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake. Umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza. Danieli alitafuta mnyama ambaye atamfananisha na mnyama wa nne duniani, akakosa. Ndio maana unapoangalia wanyama wa kwanza wale wengine wanaonekana duniani, lakini huyu wa nne alikuwa wa kutisha, na ndio maana hakuna mnyama anakaa kama huyu hapa duniani. Naye alikuwa na pembe 10. Nikaziangalia sana pembe zake. Natazama pembe nyingine ikazuka kati ya zile 10. Nayo ilikuwa ndogo. Ilianza ikiwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na ikang'oa pembe 3 zikabaki 7. Nayo ikiwa ya 8 zikabaki 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ikang'oa 3 zikabaki 7. Nayo ikiwa ya 8 ndio hii. Inaendelea inasema, natazama katika pembe hii ilikuwa na macho kama macho ya mwanadamu. Pembe ilikuwa na macho kama macho ya mwanadamu. Na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu ya kumtukana Mungu. Hii pembe niliwaambia ni pembe inayopingana na Mungu. Huyu ndiye mpinga Kristo mwenye nambari 666, wanyama wanne. Huyu ndiye mpinga Kristo mwenye nambari 666. Basi nikawaambia huu ni unabii. Unabii ni nini? Ni injili ya Yesu kwa njia ya mifano. Na injili hii ya Yesu kwa njia ya mifano, nikawaambia haifai utafsiri jinsi unavyojua wewe, lakini Biblia maana imeandikwa na watumishi wa Mungu wakiongozwa na Roho wa Mungu, ndio peke yake inastahili kutafsiri mambo haya ni mambo gani. Si mimi mhubiri, Biblia peke yake inajitafsiri. Wanyama ni nini? Danieli 7. Wanyama ni nini? Danieli 7:17. Danieli 7:17. Naweka tu msingi kwa sababu ya wageni, maana nikiingia hapa mgeni anaweza sema sasa na hizi ni nini? Basi Danieli 7:17, wanyama ni nini? Wanyama hao wakubwa walio wanne. Wanyama hao wakubwa walio wanne, yaani simba, ndogo, chui, mnyama wa kutisha. Hii ni nini? Tuendelee. Ni wafalme wanne watakaotokea duniani. Ni wafalme wanne watakaotokea duniani. Ndio maana mnyama wa tatu waliambiwa, chui alitokea na akatawala. Kwa hivyo ni wanyama walionekana watatawala dunia. Basi akiwa wa kwanza kama mnyama ni wafalme, akiwa mmoja. Mstari 23, Danieli 7:23 anasema, akasema hivi, akanena hivi, huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia. Mnyama wa nne, ufalme wa nne juu ya dunia. Mnyama wa tatu, ufalme wa tatu juu ya dunia. Mnyama wa pili, ufalme wa pili juu ya dunia. Mnyama wa kwanza, ufalme wa kwanza juu ya dunia. Na falme hizi tumekuwa tukijifunza kuanzia juzi. Tukaona ufalme wa kwanza kutawala dunia unaofananishwa na mnyama simba ulikuwa ufalme wa Babylon Empire. Babylon Empire haikutawala milele. Kukakuja ufalme wa pili kutawala dunia, ufalme wa Wamedi na Wajemi. Ufalme wa tatu kutawala dunia pia tuliusoma katika Biblia, ni ufalme wa Kingiriki. Ufalme wa Kingiriki ndio uliondoa ufalme wa Wamedi na Wajemi. Na ufalme wa tatu
wa nne kutawala dunia ni ufalme ambao Yesu Kristo alizaliwa ndani ya ufalme wa nne, ufalme wa Roma. Hiyo yote tulisoma katika Biblia, na pembe 10 tukaona ni mungawanyiko wa ufalme wa nne, ufalme wa Roma. Kwa nini Mungu afundishe hii maneno? Tukasema hii ni injili ya Yesu. Kwa nini Mungu afundishe mambo haya? Tukaona Mungu kuna kitu ambacho alikuwa anataka kufundisha katika falme hizi. Zimeleta mangeuzi makubwa sana katika ulimwengu, maana falme hizi hazikuwa zinajua Mungu wa kweli, na zikiwa sijui Mungu wa kweli, maana zinatawala dunia. Shetani hufanya kazi na wafalme. Shetani hufanya kazi na wafalme. Ametumia falme hizi kukandamiza watu wa Mungu. Jambo la kwanza, tukaona ufalme wa Babeli. Tukaona ulileta ibada ya sanamu. Mfalme aliyekuwa anatawala wa kwanza alikuwa anaitwa Nebukadneza alileta ibada ya sanamu na akaita dunia yote, maana alitawala ufalme wote, akaita dunia yote iabudu sanamu. Vijana watatu, Shadrach, Meshach na Abednego, wakakataa kuinamia sanamu. Walipokataa, wakatupa katika tanuri ya moto. Mungu akawaokoa. Kwa hivyo falme hizi zimetenda mangeuzi mengi sana, zikiingilia Biblia, zikiingilia taratibu za Mungu, na watu wengi wamefuata taratibu hii. Tukaangalia tukaona hata ulimwengu wa leo katika mambo ya kikanisa, katika mambo hata wale hawaendi kanisa, kuna wale ambao wanaabudu sanamu. Kwa makanisa unakuta masanamu, sanamu za Yesu, sanamu za Mariamu, sanamu za Yosefu, sanamu za mwezi, sanamu za nyota, kwa mambo ya kiibada. Tukaangalia hata si hiyo peke yake, tukaona kila kitu unapenda sana, kile kitu unapenda sana, kila kitu kinatawala mawazo yako, inaweza kuwa ni sanamu. Nikasema hata kuna watu hawaendi kanisa, wanatafuta pesa, yaani kutoka Jumapili mpaka Jumamosi. Kama ni biashara, kutoka Jumapili, yaani inaenda 24 hours, inaenda 12 hours, 24 hours, inaenda, hawana time na Mungu. Hicho kitu umependa zaidi kuliko Mungu, hiyo inaweza kuwa ni sanamu. Tukaona ufalme huu pia ulileta mangeuzi makubwa, na dunia yote inasherekea tarehe 25 Disemba. Ilikuwa ikisherekewa na watu ambao hawajui Mungu wa Babeli, the Babylon Empire. Ndio ilileta tarehe 25 Disemba, ambayo dunia yote hata saa hizi wamejiandaa kwenda nyumbani. Wewe unajua hata hapo kwako, najua umejiandaa tayari, pesa umeweka ya kwenda kusherekea tarehe 25 Disemba, ambayo ilikuwa inasherekewa miungu ya Wababeli. Mtoto aliyezaliwa wa mfalme wa Babeli aliitwa Tamusi. Tuliona na tulisoma kwa Biblia, tukaona alizaliwa tarehe 24, tukiamkia tarehe 25 Disemba, na ikawekwa sikukuu na Wababeli. Iliingiaje ndani ya Ukristo? Usikose nitakapofika hapa, usikose nitakapoenda mbele. Iliingiaje kwa Ukristo na watu wanasherekea bila kujua? Unasikia watu wakisema tarehe 25 Disemba amezaliwa wapi? Tulisoma kwa Biblia tukaona Yesu hakuzaliwa tarehe 25 Disemba. Huo ni uongo ulioletwa hii, na nikawaambia watu wa Mungu ni watu wa kuchunguza, ni watu wa kuchunguza maandiko. Usikae wewe uchunguzi Biblia, chunguza Biblia. Sinisomea Mithali. Sijui ni Mithali 15 ni 14. Sijui ni hapo ama ni wapi. Hebu soma nione kama ni Mithali hiyo 15:14. Inasema watu wa Mungu ni wa kuchunguza. Usiamini kitu ambacho hakiko katika Biblia. Hata Yesu alipokuwa anakujua alikuwa anasema imeandikwa. 25 Disemba nilikuambia niko hapa mpaka next week. Ulete tarehe 25 Disemba kama iko kwa Biblia. Sitaacha kuhubiri. Nitaacha kuhubiri. Enda hata kwa mchungaji umwambia kuonyesha kwa Biblia, aseme imeandikwa tarehe 25 Disemba Yesu azaliwa. Nitaacha kuhubiri, nitakupatia hivi vyombo.
uende ukahubiri. Maana haiko kwa Biblia. Ilianza wapi? Ilianza Babeli. Si usome hapo. Anasema moyo wa mwenye ufahamu. Mithali ngapi? Hiyo ni 14, 15, 14. 15 inasema mjinga huamini kila neno. Biblia inasema mjinga anaamini kila neno, bali mwenye busara anaangalia sana aendako. Watu wa Mungu ni kuchunguza. Usiamini kila kitu. Ati unaambiwa mafuta inauzwa hapa, enda umwage kwa nyumba yako. Ati unaenda unauziwa mafuta na mhubiri. Unaambiwa na mhubiri kuta nikuuzia chumvi, ukaenda ukamwage huko na unachukua chumvi. Watu hapa wamedanganywa kabisa. Wanauziwa mafuta na iko kwa Biblia. Ati unaambiwa na tena anayekuuzia ni mhubiri kama mimi. Anakuambia kuja ununue mafuta. Unaamini kitu hakuna. Basi ufalme huu tukaona uliisha namna hiyo. Uliisha kwa sababu ya kuchezea vyombo vya Mungu vitakatifu. Ufalme huu kamalizwa, kukaingia ufalme wa pili kutawala dunia. Ufalme wa pili kutawala dunia tuliona ni ufalme wa Waamedi na Waajemi. Waamedi na Waajemi tuliona walilete ibada ya kuabudu mwanadamu. Mfalme wa kwanza kutawala Waamedi na Waajemi aliitwa Dario. Dario alilazimisha dunia yote ipigie sanamu magoti. Na Biblia inasema mtumishi wa Mungu Danieli akakataa, na alipokataa akatupwa katika tundu la simba. Nikawaambia hii nawaambia hapa tu ni misingi, nawaambia kwa sababu kuna vitu vinakuja, na hizo zinakuja lazima zinafanya vile ambavyo kulifanywa. Yaliyokuwa zamani lazima jirudie wakati wa mwisho kabla Yesu arudi. Leo naingia ufalme huu. Hiyo ilikuwa ni by the way ile ambayo nimepitia. Leo naingia ufalme huu wa tatu. Tuliona ufalme wa kwanza ni wa Babylon Empire. Ufalme wa pili ni wa Medes na Waajemi. Kwa nini huyu mnyama aliinuliwa? Ni nguvu mbili zilishirikiana. Waamedi na Waajemi walishirikiana wakaondoa ufalme wa Babylon. Nao sasa ufalme huu wa Medes na Waajemi uliondolewa na ufalme wa tatu kutawala dunia. Na tuliusoma katika Danieli 11. Danieli 11 mstari wa kwanza. Danieli 11 mstari wa kwanza na wa pili na wa tatu. Andiko nasema hivi. Tena mimi katika mwaka wa kwanza wa Dario Dario Mumedi, ufalme wa Medi. Mimi nalisimama nimdhibitishie na kumtia nguvu. Nami sasa nitakuonyesha yaliyo kweli. Tazama, watasimama wafalme watatu katika Uajemi. Naye mfalme wa nne atakuwa tajiri kuliko hao wengine wote. Atakapopata nguvu, utajiri wake atawachochea wote juu ya ufalme wa Uyunani. The Greece Empire. Baada ya Waamedi na Waajemi, Wagiriki waliingia. Waliingiaje? Teremka hapo chini nasema. Na mfalme hodari atasimama, atakayetawala kwa mamlaka kubwa. Mfalme wa kwanza wa Wagiriki aliyekuwa akitawala wa kwanza aliitwa Alexander the Great. Na hiyo tumesoma katika history ya class 6. Ndio tulikuwa tunasoma juu ya Greece Empire. Kijana aliyekuwa anatawala alikuwa mpiganaji wa vita. Alipigana vita, alikuwa anaitwa Alexander the Great. Alipigana vita, akaondoa ufalme wa Waamedi na Waajemi na akachukua utawala. Akiwa kijana mdogo, alikuwa na miaka 20, alikuwa hajaoa. Alafu hebu teremka hapo, huyo kijana ilikuwa namna gani? Na kutenda apendavyo. Na huyo kijana atatenda apendavyo. Naye atakaposimama, ufalme wake utavunjika. Ufalme wa Alexander utavunjika. Yaani atakufa. Alafu na kugawanyika katika pepo 4 za mbinguni. Na kifa ufalme wake utagawanyika mara 4. Moja, vichwa vya 4 ni falme 4 zilizogawanyika. Huu ufalme ulingawanyika.
kukatokea viongozi waliokuwa manjemendari wake wakapigana vita, wakangawa hii nchi ya Wangiriki. Mmoja akaenda north, mwingine akaenda south, mwingine akaenda west, mwingine akaenda east. Tunawasoma katika historia. Seleucus, Ptolemy, Cassandra, Lysimachus. Wakagawanya. Na Biblia inasema, hebu teremka hapo chini, walipogawanyika. Sema, lakini hautakuwa na uzao wake. Lakini hao walichukua ufalme, hawakuwa uzao wa Alexander the Great. Nilikuambia huyu kijana alianza kutawala akiwa na miaka 20 na hakuoa. Alikufa akiwa na miaka 31. Alitawala miaka 10 tu akafa. Kwa nini kilimuua? Pombe. Pombe ulimuua Alexander the Great. Alikuwa mnywaji wa pombe, akasahau na kuoa, akakufa kabla ya wakati wake kwa sababu ya kuingilia maisha ya anasa, maisha ya pombe. Je, pombe ni mbaya? Najua kuna watu wengi wanasema Yesu alitengeneza pombe. Sasa sikia hii maneno. Pombe iko aje? Na sasa unisomee kitabu kile cha Hosea 4:11. Pombe ni mbaya. Aliingilia maisha ya pombe, anasa, akakuoa, akasahau na kuoa, akaingia katika anasa. Hebu sikia Hosea ni 4:11. Biblia inasema namna gani, mtumishi wa Mungu? Anasema hivi, uzinzi na divai. Niliwaambia uzinzi ni mtu ambaye anafanya, kuna usharati na uzinzi. Ni mtu ambaye analala na wake za watu. Kuna mpango wa kando. Ama mpango wa kando. Huyo ndiye anaitwa mzinzi. Ameacha bibi yake. Mtu ambaye ameacha bibi yake anafanya uzinzi. Kwa hivyo Biblia inasema uzinzi na divai mpya huondoa fahamu za wanadamu. Pombe zinaondoa akili. Uzinzi unaondoa akili. Pombe inaondoa akili namna gani? Mtu mnywaji wa pombe anaweza pitia hapa na anasimama hapa, anagonjwa hapa hata mbele ya watoto. Kwa sababu gani? Akili hakuna. Mnywaji wa pombe akili hakuna, akili na kwanga imechanganyikiwa. Ndio maana mfalme mmoja aliambiwa hivi na mama yake, Mithali 31:1 mpaka 6. Mithali 31:1. Mfalme mmoja alitawala, alikuwa anaitwa Lamueli. Alafu akapatiwa mashauri. Hebu sikia. Mausia aliyofundishwa na mama yake. Akapatiwa mausia na mama yake. Huyo mfalme Lamueli akaambiwa hivi, ni nini mwanangu? Tena ni nini mwana wa tumbo langu? Tena ni nini mwana wa nadhiri zangu? Usiwape wanawake nguvu zako. Hebu sikia, usiwape wanawake nguvu zako. Yaani hiyo ni nini? Ni uzinzi. Najua wanaume wengine wanasemanga wao ni mbingwa. Yaani mimi ni mbingwa. Akianza kusema hiyo nimepita, mimi ni mbingwa. Hiyo ni nguvu yako inamaliza. Nguvu inaisha. Biblia inasema usiwape wanawake nguvu zako. Endelea. Wala moyo wako usiwape wale wanaoharibu wafalme. Endelea. Lamueli. Kunywa mvinyo. Hakuwafai wafalme. Kunywa pombe. Hakuwafai wafalme. Wala haifai wakuu waseme. Kiwapi kileo? Endelea. Wasije wakanywa na kuisahau sheria na kuipotesha hukumu ya mtu aliyetawala.
nikwambie, uite mlevi akate case. Hey, umuite. Unafikiria hapo itakuwa kesi nzuri? Kwa sababu fahamu hakuna, akili hakuna, amekunywa amechanganyikiwa, akili hakuna. Teremka tena, teremka inasema hivi. Mupatie kileo yeye aliye karibu na kupotea. Ukitaka mtu apotee sasa mpatie tu kileo. Yule aliye karibu kupotea. Ama yule mgani, hebu teremka bado. Kampe divai yeye aliye na uchungu. Anywe akasahau maskini wake. Anywe akasahau umaskini yake. Nakwambia kumbuke tena taabu yake. Nakwambia mlevi akionja tu moja mbili anakuwa tajiri. Umaskini wake unaisha. Ndio maana walevi wanapoingia kwa klabu, wanapokunywa, akiona moja akionja mbili, unasikia lete vile tulivyo. Lete mbili. Lete tatu. Maana amekuwa tajiri. Hakuna mlevi maskini. Anasema mimi ni tajiri, lete vile tulivyo. Maana akili zimeenda, akili imepotea. Yeye anaweza kununua pombe hapo, na aliacha kwa nyumba hakuna mboga. Aliacha kwa nyumba hakuna chakula. Kwa sababu akionja mara moja mbili tatu, akili hakuna, anachanganyikiwa. Na ndio maana nikasema pombe ni mbaya. Biblia inasema pombe inaondoa fahamu za binadamu. Mithali 23:29. Mithali 23:29 mpaka 31 inasema hivi. Anasema hivi. Mithali 23:29. Ni nani apigaye yowe? Ni nani apigaye yowe? Ni nani aliaye ole? Ni nani anayelia hole? Ni nani mwenye ugomvi? Ni nani mwenye ugomvi saa zote? Ni nani mwenye mguno? Ni nani mwenye mguno saa zote? Ni nani aliye na jeraha zisizo na sababu? Ni nani ako na majeraha huko isizo na sababu? Ni nani aliye na macho mekundu? Ni nani aliye na macho mekundu? Wale wakao sana kwenye mvinyo. Biblia inasema ni wale wanaokaa sana kwenye mvinyo, waendao kutafuta divai iliyochanganyika. Hapo ndio nilikuwa nataka. Unaposikia Biblia ikisema divai ni aina mbili. Ati nini? Unaposikia divai inapotajwa, divai ni aina mbili. Aina moja ndio hiyo inasomwa, waendao kutafuta divai iliyochanganywa. Imechanganywa na nini? Sijui kama mnaonanga TV, maaskari wakienda kumwanga pombe, unakuta ingine iko na suruali za wanawake ndani, na wanaume wanaenda kunywa hiyo suruali za wanawake. Ingine imewekwa sukari, ingine imewekwa ilisi, ingine imekorogwa na mikono ya watu. Nasikianga ati mikono inakoroga. Watu wanakorogewa. Mtu akitoka kwa nyumba amekuwa ni kama amerogwa, anakimbia saa zote hapo. Anakimbia saa zote hapo, maana amekorogewa. Mtu akiamuka kwa nyumba tu ana story nyingine, anakimbia tu mahali alikorogewa. Kienda mahali pengine hapo, watu wamekuwa watumwa. Hata hawaendi kazi hapo. Mnajua ni wapi nasema? Nyinyi si wageni Kibira. Mnajua watu wamekorogiwa, wengine wamekunywa, maana iko na sumu. Unaona mtu amekaa kama ni mgonjwa, anatembea namna hii, maana amekuwa addicted. Amekunywa ile pombe ambayo imechanganywa. Mnakumbuka kuna wakati mwingine wengine walikunywa, wengine wakasema hata mkizima taa tunafanya nini? Tutakunywa tu. Yaani imewekwa zile dawa mbaya. Unajua hii pombe kuna nyingine ambayo watu wamekunywa, wamekuwa addicted. Hata mtu hawezi shika kikombe hivi, kikombe ya uji hawezi shika. Unaona anashika kikombe ya uji, anatetemeka namna hii, ametetemeka. Maana amekuwa addicted. Na ndio huyu mfalme aliingilia hiyo pombe hiyo ambayo imechanganywa na divai. Mara ya pili ni ile Yesu alitengeneza. Yesu alitengeneza uzao wa mzabibu, divai uzao wa mzabibu ambayo ni fruit juice. Unapotumia fruit juice, hiyo inaitwa divai, lakini ni ya juice.
Kwa hivyo divai ni aina mbili. Wale wanaosema Yesu alitengeneza pombe, Yesu hakutengeneza pombe, alitengeneza divai, fruit choice, uzao wa mzabibu. Usome hapa, soma hapa Mathayo 26:26. Mathayo 26 some 26:27. Yesu alitengeneza fruit juice, si pombe hiyo ya kumaliza mtu nguvu, hiyo ya kuondoa akili. Hiyo Yesu hakutengeneza. Inasemaje? Inasema hivi, nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema. Mstari 27-28. Akakitwaa kikombe, akashukuru. Akasema, akawapa akisema, toeni nyote katika hiki. Kwa maana ndiyo damu yangu ya agano. Ndiyo damu yangu ya agano. Imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Bali kikombe hiki cha uzao wa mzabibu. Teremka hapo, teremka tu. Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu. Sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu. Yesu alitengeneza divai ya uzao wa mzabibu. Si pombe inayoangusha watu. Si pombe ambayo watu wamekuwa addicted. Maana Biblia inasema, si usome hiyo Wakorintho wa kwanza 6:9. Wakorintho wa kwanza 6:9. Mungu anasema walevi hawaendi mbinguni. Anasema hivi. Hebu sikia inasema. Hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu. Msidanganyike. Waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu. Endelea. Wale waabudu sanamu hawataurithi ufalme wa Mungu. Wale wazinzi hawataurithi ufalme wa Mungu. Wale wafiraji wala walawiti wala walevi. Mungu hawezi sema hivyo na akubali watu waendelee kulewa. Kwa nini Mungu anasema walevi hawaendi? Kwa nini? Wakorintho wa kwanza 3:16. Wakorintho wa kwanza 3:16 na 19. Kwa nini Mungu anakataza pombe? Kwa nini? Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu. Sisi tumekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, kwa hivyo hii miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mtu yeyote akiharibu hekalu la Roho Mtakatifu kwa kuweka vitu mbaya, Mungu anasemaje? Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Mungu amekupatia huo mwili uutunze, si wako, umekopeshwa. Na nataka uweke vitu ambavyo haviharibu mwili. Sigara! Watu wengine wanaulizaka sigara iko wapi kwa Biblia? Sigara pia inaharibu mwili. Sigara inalete kanza. Wewe, mko na hiyo vipi ya sigara hapa? Niwasomeza hii. Ile vipi ya sigara, ende usome hapo. Onyo kwa Wizara ya Afya. Inaandika, tena walisema hiyo maandishi yaandikwe maandishi kubwa. Kwa hiyo vitu ya sigara. Inasemanga onyo kwa Wizara ya Afya. Sigara inalete kanza. Sigara inamaliza nguvu za kiume. Ende usome. Sigara na hairuhusiwi kuuziwa walio chini ya umri wa miaka 18. Sigara hairuhusiwi kuuziwa watoto, maana inaharibu hekalu la Mungu. Ndio maana sigara itaki miraa. Nimeshangaa siku hizi hata miraa upatie mbuzi hapa. Mbuzi hawezi kula, lakini mwanadamu. Mbuzi hawezi kula, lakini binadamu. Miraa imeharibu. Unaona mtu anakaa usiku wote, hii nchi imepanuka, imekuwa kubwa na mnaishi. Unajua mimi ni hapa tu karibu. Leo asubuhi mwingine alikuwa ameuma hiyo kitu. Akaniambia nataka maji. Macho inakumulika na mnaingu naongopa. Karibu kutoka nje. Yaani mtu na uwezi pelekea watoto, hebu pelekea mtoto akule. Hauwezi pelekea mtoto.
55 fungu la pili. Isaya 55 fungu la pili. Anasema hivi, kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula? Kwa nini? Hiyo Biblia inauliza. Kwa nini unatoa pesa zako kwa kitu ambacho si chakula? Wewe unaenda unanunua vitu hapo, unanunua pombe, upelekei watoto. Si upelekee watoto hata kakitu tu wakule. Badala ya kwa kitu ambacho si chakula. Endelea. Na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha. Na mapato yenu kwa kitu ambacho hakiwezi shibisha. Miraa inashibisha. Hakuna. Sigara inashibisha. Haiwezi. Pombe inashibisha. Haiwezi. Na watu wanaharibu pesa. Anasa ndio zilibaniza huyu kijana aliyekuwa na mfalme, aliyekuwa anaitwa Alexander the Great. Aliingilia maisha ya anasa. Hizo anasa zimefanya watu wengi hawapiti reli. Kuna watu wameingilia mikukaa hapa, miraa, pombe, hawezi. Ukimpeleka kwa kazi, ukimwambia twende town, anarudia kwa barabara. Anafikiria maisha ya wapi? Ya kibira, ya miraa na pombe. Maisha ya miraa na pombe. Na hawaendi nyumbani. Hapa na wengine hawaogi. Ukiingilia hizo vitu za anasa, unakutana na mtu ananuka aogi. Hata wengine wanasahau na kusafisha nguo. Huyo ninakwambia, niliomba maji leo. Alikuwa anakaa chafu. Unaona hiyo kitu anapiga. Sijui aliona maji vipi. Maana unakuwa kama mtumwa, umekuwa kama mtumwa. Na Biblia inasema tumenunuliwa. Petro wa kwanza 1:18. Petro wa kwanza 1:18. Wewe na mimi tumenunuliwa. Hii miili yetu tumenunuliwa na Mungu, na tunafaa tuweke kile ambacho kinafaa. Si kuweka vitu ambavyo ni vibaya, zinaharibu miili yetu. Vitu zingine zimeleta magonjwa mengi yanaletwa na ulaji mbaya. Watu wanakula vibaya, si vile Mungu ambavyo amesema. Mungu alitupatia chakula na anasema nunueni kitu kilicho chema, mutie katika matumbo yenu. Inasema hivi, nanyi mfahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Mungu Yesu ametukomboa. Mungu alituumba. Sisi ni wa Mungu kwa njia gani? Mungu alituumba kwa sura yake mwenyewe. Sisi ni wa Mungu kwa uumbaji. Na baada ya kutuumba, tukaingia katika dhambi. Na tulipoingia katika dhambi, Yesu akajitoa ili aweze kutukomboa. Ndio maana anasema tumekombolewa. Anza, inasema nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Ulikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu. Si kwa fedha ama dhahabu. Tupate kutoka katika mwenendo wenu. Tupate kutoka. Mungu anatuita tutoke katika mienendo mbaya. Mupate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa. Katika mienendo yetu isiyofaa. Wewe hawa watu ukianza kusikia mahali tumepitia, Mungu ametuita. Ni Mungu anatuita. Anatuambia acha hii mtoto wangu, acha hii, nimekuumba na nimekukomboa. Wacha hii, wachana na hiyo. Maana ametukomboa kwa damu yake, tuweze kumtukuza katika miili yetu. Tuliumbwa kwa kusudi kubwa sana. Tuliumbwa tuweze kumtukuza Muumbaji, lakini watu wengi wameacha. Ndio maana Mungu anatuita. Na kama umelemewa, anakuita na kuambia njoo. Mathayo 11:28-29. Yesu anaita wawekaji hapa. Anasema, mwanangu, umenunuliwa kwa bei sana. Kwa nini unaharibu mwili wako? Kwa nini usijitoe kwa Yesu? Kama umelemewa na maisha, kama umelemewa na milaa, kama umelemewa na pombe na uzinzi, lete kwa Yesu. Yesu anasema hivi, njooni kwangu, ninyi nyote msumbukao, nyote mnaosumbuka, wenye kulemewa na mizigo, mizigo ya washerati, mizigo ya pombe, mizigo ya nyumba ambayo hazijasimama. Yesu anasema tumuletee hiyo mizigo yote. Naye atafanya nini? Nami nitawapumzisha. Bwana asifiwe. Amina. Wakaaji wa hapa, Mungu anawapenda. Niliwaambia Yesu hivi karibuni anakuja.
anataka kundi ambalo linajiandaa, kundi ambalo limejiandaa kukutana na Yesu. Na ndio maana tuko hapa, na nikawaambia ujumbe huu unaitwa ujumbe wa milele. Hautausikia mahali pengine. Wengine watakuja hapa kuambie, kama unapenda Yesu ruka kidogo, ruka. Kama unapenda Yesu cheza ndumbulu, ndumbulu. Kama unapenda Yesu cheza kimasai, kimasai. Yani utaruka hapa, uruke, hautasikia maneno haya. Kwa nini hii hawafundishi? Nitakuja kukuambia bado tu niko mbele. Hii hautasikia. Ndio ujumbe wa milele, ujumbe wa kufunga historia. Niliwaambia kila kizazi kinakuanga na ujumbe. Wakati wa Nuhu watu waliitwa wajenge safina, wakakataa. Saa hii hatuishi watu wajenge safina. Tuko na ujumbe wa milele. Inaitwa injili ya milele. Injili ya milele. Tuisome hii injili ya milele. Ufunuo 14 mstari wake ni wa 6 na wa 7. Inaitwa injili ya milele. Inasema hivi: kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu. Injili ya milele. Yaani amewekwa katikati, kila mmoja aweze kuona, na alikuwa na injili ya milele. Endelea. Awahubiri hao wakao juu ya nchi. Anahubiri dunia yote, wale wanaokaa katika nchi. Nakuambia hii injili unikute hapa, uende ukute mwingine huko South B, ukute mwingine huko town, ukute mwingine huko Kambani, huko Mjaluoni. Unakuta ni injili moja, ndio hii. Ni injili moja inahubiriwa duniani kote. Inahubiriwa dunia yote saa hii nakwambia. Maana hii ndio chakula cha wakati. Hauwezi amuka asubuhi na umelala, Mungu akuletee kitheri. Anakuletea chakula cha saa hiyo, chakula cha wakati. Hii ndio chakula cha wakati cha saa hii. Maana Yesu anakuja. Inaitwa injili ya milele. Na inaenda wapi? Inaenda kwa dunia yote. Endelea. Na kila taifa na kabila. Uende Amerika, uende Asia, ujumbe ndio unaendelea. Na utawapata na wengine isipokuwa ni hawa. Hautapata na wengine isipokuwa ni kanisa la Mungu. Mungu ako na kanisa lake, liko na ujumbe, limepatiwa lipeane kwa dunia kabla mlango wa rehema ufungwe. Mungu ako na ujumbe ambao anaandaa dunia saa hii, na ni ujumbe huu. Nende kuambia hauwezi pata na watu wengine, hata hawa uwezi. Ni kanisa la Mungu, na hii ndio inakuhubiria hapa. Kanisa la Mungu iko hapa, iko hapa. Na utapata na wengine. Hii wengine wanguze hapa. Hii ni stima. Hii imepatiwa kanisa moja peke yake dunia nzima. Na nimekuambia ukiwakuta wakihubiri, utakuta wako na ujumbe huu. Uende huko, uende Amerika, ujumbe ndio huu. Ujumbe wa mwisho, ujumbe wa wakati. Wangiriki walikuwa na mambo ya unywaji wa pombe. Ndio maana hata leo kuna makanisa unaambiwa kunywa pombe si dhambi. Kunywa kidogo na usifanye nini? Kuna kanisa zimefundisha hivyo. Lakini tumeona ya kwamba Biblia imekataa. Tumesoma. Asante, barikiweni sana. Mungu anasema hivyo. Ufalme huu wa Wagiriki pia ulikuwa na mambo mengine. Mambo gani? Walikuwa ni wasomi. Si unisomee Wakorintho wa kwanza 1:18. 23. Wakorintho wa kwanza 1:23. Ufalme huo wa Wagiriki ulikuwa na mambo gani? Anasema hivi. Bali sisi tunaanzia 22 msomaji. Inasemaje? Kwa sababu Wayahudi wanataka ishara. Kwa sababu Wayahudi walikuwa wanataka ishara. Na Wayunani wanatafuta hekima. Na Wayunani, Wagiriki wanatafuta hekima. Hao walikuwa ni wasomi. Wagiriki walikuwa ni wasomi. Ni watu ambao wanachunguza mambo ya sayansi. Walikuwa ni wasomi. Ndio maana ndio waliona Yesu kuzaliwa, walichunguza, waliona nyota. Walikuwa ni wasomi. Ndio hawa tu Wagiriki walikutana na Paulo,
walikuwa walisoma wakakutana na Paulo. Kinaposoma Matendo ya Mitume 16 na 17, walikutana na Paulo, walikuwa ni wasomi hao wanaitwa nini? Theologians. Walikuwa ni wasomi. Wasomi walikuwa wamesoma. Walikutana na Paulo, ndio Paulo alienda kwa mji wao mkubwa. Mji wao mkubwa uliitwa Athens. Kama utasoma Matendo ya Mitume 16-17 utaona Paulo akiwa Athens. Alienda huko Athens maana walikuwa wamesoma sana. Hawakutaka mambo mengine maana walikuwa ni wasomi, lakini usomi wao ulikuwa una Mungu ndani. Unajua kuna watu wakisoma sana, watu wengi wakisoma sana, mwisho unasikia wakisema hakuna Mungu. Wanasema hakuna Mungu. Na ukienda huko Athens, niko Paulo alienda, hakakuta wameandika kwa madhabahu yao, kwa makanisa yao, kwa Mungu asiyejulikana. Akawaambia basi nimewaletea Kristo anayehubiriwa, yule ambaye mnastahili mumwabudu. Maana walikuwa ni wasomi. Na ndio wasomi, nikawaambia wasomi wengi wakisoma mwisho wanasema hakuna Mungu. Zaburi 53. Zaburi 53 mstari wa kwanza na wa pili. Wanasemaje? 53. Watu wengi ambao wamesoma, mwisho mtu anasoma anakuwa na PhD, anakuwa na hizo masters, lakini unasikia akisema hakuna Mungu na anakaa namna. Unaona kama mtu kamesoma kabisa, maana akajihusisha Mungu katika masomo yake. Mwisho unapomwambia mambo ya masomo, kiburi kimenjaa, kiburi. Anasema hakuna Mungu. Wewe angalia wasomi, angalia wale wanaitwa maprofesa, angalia wale ambao wana PhD, wengi wamekataa wanasema hakuna Mungu. Unasoma mpaka kichwa inaharibika. Ndio hao walikuwa wanasoma, ndio tulikuwa tunasoma wakati tukiwa mashule. Wale watu walikuwa wanatuletea vitabu vinaitwa Origin of Space. Wanatuambia mwanadamu alikuwa nini? Alikuwa nyani. Akawa kitu kinaitwa Homo sapiens. Akawa kitu kinaitwa Zinjanthropus. Akawa kitu kinaitwa Upright Man. Yaani hao wanasoma sana, mwisho wanasema hakuna Mungu. Maana ni wasomi. Hao walikuwa wasomi Mungu asiyejulikana. Wasomi. Na ndio nikasema wasomi wakisoma sana wanasema hivi. Na Biblia inawaita wapumbavu. Hebu soma. Inasema hivi. Mpumbavu amesema moyoni mwake. Mpumbavu anasema moyoni mwake hakuna Mungu. Hakuna Mungu. Watu wanasoma sana hakuna Mungu, lakini masomo yako ikiingiana uingize Mungu ndani, utakuwa mbali sana. Mtu wa class 8 saa hii, mtu wa class 8 asimame hapa na hapo na Mungu, anatoshana na mtu anjachua Mungu wa form 4. Ni kweli si kweli? Mtu wa form 4 ambaye amesoma na ameweka Mungu ndani, akutana na mtu wa university, hakuna kitu anaweza kumwambia, maana yeye ako juu yake mara. Sasa hivyo hii ufalme ulikuwa ni ufalme wa wasomi. Watu walikuwa wamesoma. Na ufalme huo haukudumu milele. Kukatokea huu ukaondolewa, ufalme huu ukaondolewa. Kukakuja ufalme wa 4 kutawala dunia. Si unisomee ufalme wa 4 kutawala dunia ulikuja namna gani? Somea Danieli 23, Danieli 8. Danieli 8:23. Danieli 8:23. Danieli 8:23. Anasema hivi. Danieli 8:23. Inasema. Anasema na wakati wa mwisho ufalme wao tumejua ni ufalme wa Uyunani, wa Greek. Kisha Biblia inasema Danieli alitaka kujua habari ya mnyama huyu wa 4 aliyekuwa mbali na wenziwe wote. Danieli hakutaka kujua hawa sana, ingawa ni wapitisha. Mahali alitaka kujua sana ni mnyama huyu wa 4 aliyekuwa mbali na wenziwe. Endelea. Mwenye kutisha sana. Alikuwa mwenye kutisha sana, ambaye meno yake yalikuwa ya chuma. Meno yake yalikuwa ni ya chuma. Na makucha yake ya shaba. Makucha yake yalikuwa ni ya shaba. Alikula na kuvunja vipande. Huyo ndiye amemaliza dunia.
amekula na kuvunja dunia vipande vipande, na kuyakanyaga mabaki na kukanyaga mabaki kwa miguu yake. Endelea. Anaendelea kusema hivi, na habari ya zile pembe 10. Danieli pia alitaka kujua habari ya hizi pembe 10 zilizokuwa kichwani mwake, na ile pembe nyingine iliyozuka. Danieli pia alitaka kujua ile pembe nyingine iliyozuka, ambayo mbele yake ziling'olewa pembe 3, ambayo iling'oa pembe 3 zikabaki 7. Yaani pembe ile yenye macho na kanywa iliyonena maneno makuu kumtukana Mungu. Sikia, endelea. Ambaye kuonekana kwake kulikuwa hodari kuliko wenzake. Biblia inasema pembe hii kuonekana kwake kulikuwa ni hodari kuliko wenzake wote. Kwa nini? Endelea. Nikatazama na pembe hiyo, na pembe hii ilifanya vita na watakatifu, ikawashinda. Ndio maana niliwaambia huyu ndiye mpinga Kristo. Hii pembe ndio pembe ya mpinga Kristo mwenye nambari 666. Biblia inasema alifanya vita na watakatifu na ikawashinda, mpaka Mungu akaingilia hiyo vita. Sisome hapo chini, mpaka mbingu ikaingilia vita. Hebu sikia, ikasema, anasema hata akaja huyo mzee wa siku, hao watakatifu wote aliye juu wakapewa hukumu. Yaani hii pembe ilipigana na watakatifu mpaka mbingu ikaingilia. Hii pembe ni nani? Hizi pembe niliwatajia. Huyo mnyama niliwaambia. Hizi pembe nikawatajia. Huyu ni nani? Ndio mahubiri ya kesho. Huyu ni nani? Ndiye mahubiri ya kesho. Maana Biblia inasema alifanya vita na watakatifu akawashinda, mpaka Mungu akaingilia. Situkuja hapa karibu ninaposoma fungu ya kumaliza. Situkuja hapa karibu wale tunakaa. Situkuja hapa karibu tumalize kwa pamoja. Situkuje tu hapa karibu tuombe pamoja. Nabii wa kesho ni huyo sasa, mnyama wa 4 na pembe hizi 10, na huyo aliyepingana na watu wa Mungu, aliyechinja watu wa Mungu na kuwaua mpaka mbingu ikaingilia. Huyu ndiye mwenye 66 ambaye nilisema atalete chapa ambayo itachapa katika nyuso za kibanja uso na mkono wa kuume. Huyo ni nani ambaye atapigana na watakatifu? Watakatifu ni nani? Nimalizia Ufunuo 14:12. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Watakatifu ni nani? Hao wazishikao sheria za Mungu, wazishikao amri za Mungu, sheria za Mungu, na nini nyingine? Na imani ya Yesu. Watakatifu wanaopigwa vita na pembe hii ni kina nani? Ni wale wanaoshika amri 10 za Mungu na wamemwamini Kristo kama mwokozi wa maisha yao. Walioamini Kristo kama mwokozi wa maisha yao na wanashika amri 10, Biblia ndiyo inasema huyo pembe hakapigana vita nao mpaka mbingu ikaingilia hizo vita. Kesho tusikose. Huyo ni nani? Ndiye mpinga Kristo mwenye nambari 666. Bwana wabariki sana. Amina. Tulio hapa nani? Hiyo ya mwisho ile Malaki 5 mstari wa 6. Mungu anasema, unajua katika dunia hii tumekuwa na Elija wa kwanza. Elija wa kwanza ni yule aliye hubiria Ahabu. Elija wa pili alikuwa ni Yohana Mbatizaji, na Elija wa mwisho ndiye anatajwa lazima Mungu ainue kizazi cha kumaliza dunia, ujumbe wa mwisho, kurudisha watu katika misingi ya mwisho. Inasema Malaki 4:5. Inasema hivi, angalieni nitawapelekea Elia nabii. Biblia inasema angalieni nitawapelekea Elia nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana. Siku ya Bwana ni kurudi kwa Yesu mara ya pili.
kabla Yesu arudi mara ya pili, Mungu anasema angalieni, nitawaletea Elijah nabii. Elijah nabii ni roho ya Elijah, roho ya Elijah, roho iliyokuwa na Yohana. Yohana alikuwa na roho ya Elijah ambaye alihubiri akakemea dhambi na alihubiria mpaka wafalme. Alihubiria mpaka wafalme. Ndio maana anasema angalieni nitawaletea kabla siku ya Bwana roho ya Elijah ambaye atafanya nini? Anasema kabla haijaja siku ya Bwana iliyokuwa na kuogofya, naye ataigeuza mioyo ya baba, atarudisha watu mioyo, atarudisha mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, iwaelekee watoto wao, mioyo ya watoto na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, iwaelekee baba zao, ili sije nikaipiga dunia kwa laana. Ndugu zangu, tunaishi wakati ambapo kizazi cha leo kimeasi Mungu. Watoto wa leo wameasi Mungu. Watoto wameasi Mungu. Si kama zamani. Si kama zamani. Zamani ulikuwa unakutana na watoto wako na heshima wanakuondokea. Siku za leo mnakongana kifua kwa kifua. Katoto kadogo kimatili kidogo na mnaye nakutana na wewe kwa kona mbaya akuondokea kifua. Dunia imeharibika. Dunia imeharibika sasa. Biblia inasema kabla Yesu anakuja atatuma walio na roho ya Elijah warudishe watoto kwa wazazi. Watoto sasa warudishwe kwa wazazi, na wazazi pia warudishwe kwa watoto. Unapoangalia runinga zetu, kinachoonyeshwa kwa marundinga ni mauaji. Mtoto ameua wazazi, baba ameua watoto. Juzi nikiwapatia huko kwetu, kuna mama mmoja, mtoto wake alimshika akalala na yeye. Yaani unasikia mambo hujawahi sikia, akalala na yeye. Sitakwambia kwetu, maana nikikwambia utajua ni wapi. Na huyo mama akamlaani na akachukua kamba akajinyonga. Kumaliza tu miezi kadhaa, mtoto mkubwa akachukua kamba akajinyonga. Kukaa tena, ilikuwa tu miaka 2 imeisha sasa. Miaka 2 imeisha. Yule mwingine naye akachukua kamba akajinyonga. Juzi nimepigiwa simu tu nikiwa kwa hii mkutano. Nikaambiwa sasa watatu aliyelala naye amechukua kamba amejinyonga. Dunia hii inahitaji jeshi. Dunia hii hata ukiwa na pesa namna gani au hali ya uridhiki, atakaye kuridhisha, tunahitaji Yesu. Tuingie ndani ya Yesu, tukae ndani ya Yesu. Na ukiwa na Yesu, vitu vyote uko nazo. Utakuwa na amani ndani ya moyo wako. Utakuwa na amani tele. Hata ukitembea namna hii, utakuwa na amani. Dunia hii bila Yesu hakuna amani. Mungu atusaidie sana jioni ya leo. Tuweze kutuona, sikia kuna mzigo. Patia Yesu na ataweza. Kwa hivyo nataka niite mzee Amina akuje kwa ajili ya kufunga mkutano kwa maombi. Kesho pia tuko hapa jioni. Baada ya kutoka ibada, wanaokuhubiria hapa tutakwambia ni Waadventista wa Sabato. Tuko tu hapo chini hapo Undugu. Tutakuja kuona hizo maneno zimetokeaje, tunajiita Waadventista kwa nini? Tuko ibada hapo chini Undugu. Na ndio tuko hapa. Kwa hivyo kesho tutaendelea pamoja, tutakuja kuona huyo mnyama wa 4, mangeuzi aliyofanya na vita ambavyo atapigana na watu wa Mungu, na Mungu aweze kuwabariki. Mtumishi wa Mungu unaweza omba. Tunao keti, tunaweza simama zote tupate ombi ya kufunga mkutano. Karibu. Baba wetu mpendwa, ni asante kwa sababu ya jioni njema. Angalia tumekucha katika eneo hii kwa sababu Mungu wetu tunajua hivi karibuni unarudisha ufalme wako. Mungu wetu tumekuja kwako tukikulilia. Sisi tuko mbali na wewe unatuhitaji. Asante Mungu wetu kwa sababu sisi ni wana wako. Tumekuja kwako Mungu wetu kwa sababu sisi ni wenye dhambi. Lakini tumekuja kwako utusamee dhambi zetu tunayobeba. Sisi tumebeba mizigo mizito.
tumekuja kwako ututue hii mizigo tumebeba. Wengi wetu wamebeba mizigo ya chuki, mizigo ya usarati, mizigo ya kuchukiana. Lakini wakati tunapokuja kwako, hayo yote yatakwisha. Watumishi wako wenye wamesimama hapa mbele wanaopeana ujumbe, tunaomba ya kwamba wapatie ujasiri, wapatie hekima, kwa sababu wewe ndio unaopeana hayo yote. Hizi ni nyakati za mwisho. Tunaomba watoto wako wakukimbilie, watoto wako wapatirike, kwa sababu tunajua ya kwamba injili ya ukweli wakati inapohubiriwa, watu wako hawaitaki, wanataka injili ya uongo. Lakini tunaomba ya kwamba, tunajua ya kwamba nyakati za mwisho ni wengi watakaouliza, hawakusikia haya. Lakini tunaelewa ya kwamba hii injili inaenea katika ulimwengu wote, na Shetani muovu hataki hii injili isikizwe na watu wengi. Ni watu wengi wanaopita hapa wanajiuliza hii ni nini, lakini hii ndio injili inahitajika. Kwa hivyo Mungu wetu, gusa wana wako wenye katika eneo hili, ili wajue hii injili inaongelewa ni injili ya ukweli, kwa sababu hivi karibuni unarudisha ufalme wako, tuende kupumzika. Asante Mungu wetu, wakati tunapotamatisha tukienda manyumbani, kuwa nasi, na wakati tutakapokutana hapa kesho, jina lako liinuliwe. Na tunaomba hayo machache katika jina la Yesu tuomba na kuamini.